Bana, katibu wa itikadi na uenezi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM leo wamekutana tena kwa mara nyingine, akiwa pamoja na wanachama wengi, viongozi, mkuu wa mkoa Albert Chalamila na wengine wengi, kuelezea hali ya amani na usawa katika taifa letu la Tanzania. Katibu huyu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi amepata wasaha mzuri wa kuweza kuongea mbele ya wanachama, viongozi na watu ambao walikuwa wamefika katika eneo hilo, na kusema kwamba kwa kipindi hiki ni wakati ambao inatakiwa zaidi kuweza kulinda usalama wa nchi, kwa sababu ukiangalia tukiharibu nchi yetu hii, hakuna nchi nyingine ambayo tutakwenda kuishi, ila isipokuwa sisi kama Watanzania tunapaswa kuweza kuilinda Tanzania, tunapaswa kuweza kuisimamia Tanzania na kuhakikisha tunaiwekea misingi iliyokuwa bora, misingi iliyokuwa imara kwa ajili ya taifa la kesho. Katibu huyu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi amesema kwamba tukianzisha majanga au majanga yakitokea, nakwambia kwa kweli hapata kuwa salama, hakuna atakayekuwa salama katika sehemu yoyote. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba sisi nyie labda mzakani watu wa Dar es Salaam au watu wa Kigoma na kadhalika, Tabora, wapi, Arusha na sehemu zingine, Katavi na sehemu zingine, mkasema kwamba japokuwa Dar es Salaam au Arusha wapi pamepata majanga, sisi tutakuwa salama. Lakini tunaambia kwamba Tanzania, Dar es Salaam iko Tanzania. Kwa hiyo chochote kile ambacho kitakachotokea katika nchi hii au katika mkoa wowote ule, tambua athari yake itakuwa ni sehemu yote. Hivyo kupitia jukwaa hili, mwenyekiti huyu kupitia jukwaa hilo, katibu huyu wa itikadi na uenezi amesema kuwa kama tukiweka umoja na kuacha kuwafuata mkumbo, hakika tutatoboa. Ikifika tarehe 9 Disemba, hayo mambo ya kuandamana kwa kweli yasiwepo, ila isipokuwa kila mmoja anapaswa kuishi Utanzania. Utanzania ni uhuru, umoja, amani na mshikamano. Amesema kuwa kama wakijitunza vizuri Watanzania, basi hakuna jambo lolote baya ambalo linaweza kufika. Wale ambao wanaohamasisha kupitia mitandao ya kijamii, wote wanahamasisha haya mambo wakiwa hawapo katika taifa hili, wanahamasisha mambo haya kuandamana, lakini wao hawapo hapa, wako mbali. Hivyo basi za kuambiwa changanya na za kwako. Cha msingi ni kitu kimoja tu, kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo siku ya uhuru haiwezekani tuanze kuanzisha vitu ambavyo vinakuwa sio salama kwa ajili ya maslahi ya taifa. Kwa hiyo ameweza kueleza na kusema kwa uwazi na kwa upana kabisa kwamba kile ambacho tunataka kitokee kizuri katika taifa hili kinaweza kutokea. Kitu cha msingi zaidi ni kuhakikisha tunalinda amani, usalama na umoja wa taifa letu hili. Katibu wa itikadi na uenezi amesema hayo, na mimi nikakumbuka kuna shehe mmoja alisema kwamba wale ambao waliochochea maandamano Oktoba 29 ndio hao baada ya maandamano watu kuuawa wakabadilisha Kiswahili, wakasema kwamba unaona, taifa la Tanzania limeua watu wanakufa ovyo, lakini hawajawatangaza. Ikawa ndio kwamba watu wamekufa, lengo ni kuweza kuchafua taifa hili la Tanzania. Na kitu kingine tena, Disemba 9 hao wanahamasisha tena ili mauaji yaweze kutokea. Kwa hiyo kitu cha msingi hapo ni kuweza kila mmoja kuweza kusimama imara kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa nchi unakuwa uko salama, kama jinsi ambavyo jeshi la polisi limetoa taarifa kwamba kama kutakuwa kuna jambo lolote kiashiria chochote kile cha uharibifu na uvunjikaji wa amani, basi watoe taarifa kupitia namba ile 111 au 112. Kwa hiyo nadhani kwa muda huu hapa na taarifa ambayo nimekuletea itoshe tu kwamba kusema kwamba hayo na mengine mengi ndio yaliongelewa leo na katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Basi kama hujasubscribe, fanya subscribe channel hii, utakuwa ni moja kati ya familia na utaweza kupata vitu kadha. Lakini pia ruksa wako bwana, unaweza ka comment kidogo hapo. Vipi chichi?